Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi mahali popote mlipo wapendwa. Karibuni sana kwenye study hii, kwenye somo hili ambalo nataka kwenda kulipeleka kwa sasa. Na ninawakaribisha wale ambao ni Wakristo na wasiokuwa Wakristo. Na lengo na madhumuni ya kutoa somo hili ni kwa ajili ya hii Qur'ani hii. Hii Qur'ani hii ni kitabu ambacho kinaaminika kwa sasa katika dunia. Watu karibu bilioni 2 wanakiamini ya kwamba ni kitabu ambacho kimetoka kwa Mungu. Na katika Uislamu kuna maulama, kuna maimamu, kuna mashehe na kuna maustadhi. Na katika bara la Afrika tuna walimu ambao wanategemewa katika Uislamu. Tanzania kuna walimu ambao wanategemewa, na ninataka niweze kumtaja mmoja, anaitwa Shafii ambaye anapatikana Tanzania kule Dar es Salaam. Aliweza kutumia aya ya Qur'ani 15 mstari wake ni wa 9, ambaye inasema sisi ndio tulioteremsha mawaidha haya na sisi ndio tutakayoyalinda. Lengo la kutumia hiyo aya ni kwamba Qur'ani ala ameilinda, na Qur'ani haijatiwa mikono, Qur'ani haijaharibiwa. Hivyo ndivyo Waislamu wanavyosema. Lakini Waislamu wanaposema hivyo ni kwa sababu wao wanaamini Qur'ani ni kitabu cha Mungu. Sasa sisi Wakristo hatuamini wala hatukiamini kitabu hiki. Na kwa sababu hatukiamini kitabu hiki, tuna hoja mbadala. Kwanza tuna hoja namna kilivyopatikana, nani kaandika, na ni nani ambaye aliamrisha kitabu hiki kiandikwe. Lakini hiyo sio hoja yetu kwa sasa. Hoja yetu ni kwamba kitabu hiki hata kama kilivyoandikwa na vile ambavyo kiko sahihi kinaitwa Qur'ani, ni ya kwamba Allah aliwadanganya Waislamu ya kwamba atakilinda, na hawezi kukilinda na kisha haribiwa. Na mpaka sasa Qur'ani hii sio ile ambaye Mtume Muhammad anadaiwa aliipokea. Sasa niko na kitabu hapa kinaitwa Asili ya Uongofu. Asili ya Uongofu niko na chapa ya 4. Katika hii chapa ya 4 kuna maneno ambayo nataka niweze kuyanukuu katika ukurasa wa 100, ukurasa wa 186. Katika ukurasa wa 186 maneno yanasema hivi: hakika haya yaliyomo ndani ya Qur'ani pia yamo katika vitabu vya zamani. Kwa hivyo kuna vitabu vya zamani. Kwa hivyo kulingana na Uislamu, kitabu sio Qur'ani peke yake, kuna vitabu vya zamani. Swali, vitabu vya zamani ni ngapi? Waislamu wengi leo wanasema vitabu vya zamani ni vitabu vitatu: Torati, Zaburi na Injili. Ndivyo wanavyosema ndivyo vitabu vya zamani. Lakini kupitia hapa inasema hivi: ambavyo vitabu vya Ibrahimu sahifa 10. Kwa hivyo kulingana na Uislamu kuna vitabu 10 zinaitwa sahifa. Hizi sahifa 10 wanadai ya kwamba ni vitabu vya Ibrahimu. Na pia vitabu alivyopewa Musa sahifa 10. Kwa hivyo kado na Torati, Musa ana sahifa 10 alizopewa. Pia na Torati, na pia sahifa 50 kwa nabii Sheikh, na sahifa 30 kwa nabii Idrisi, na Zaburi kwa Daudi, na Injili kwa nabii Isa, na hii Qur'ani kwa nabii Muhammad. Jumla ya vitabu vya Mwenyezi Mungu alivyoviteremsha kwa mitume yake ni vitabu 104. Sasa hapa ndipo nataka niweze kujenga hoja, kwa sababu kitabu hiki ni kitabu kinapatikana kwenye maktaba ya Kiislamu. Ni kitabu ambacho kinaeleza sababu za aya kushuka. Sasa tunaambiwa zamani kuna vitabu ambavyo ni 103 tukiondoa Qur'ani.
Na leo tunaambiwa na Waislamu vitabu vyote 103 vimeharibiwa. Vitabu hivyo ni vya Allah. Allah ameachilia vitabu 103 ziharibiwe. Alafu huyu Allah anawaambia Waislamu atailinda Qur'ani. Sasa mimi swali la msingi ambalo nafaa kuwauliza Waislamu, Allah kama ameshindwa kulinda vitabu 103, tunaweza kumwaminije ya kwamba kitabu kimoja peke yake anaweza kukilinda? Bana, leo tunaambiwa ati Allah atailinda Qur'ani. Atakuwa na upendeleo gani huyu Allah kuachilia vitabu 103 ziharibiwe, lakini anawadanganya Waislamu atailinda Qur'ani? Huo ni uongo. Kwa mujibu wetu sisi wa Kristo, hatuamini vitabu vya Mungu vinaweza vikaharibiwa. Kwa mujibu wa Wakristo, vitabu vya Mungu haviwezekani vikaharibiwa. Hata kama watu wakazitia moto, wakavichoma, bado ya Mungu itabaki. Kwa sababu ya Mungu haiwezi kuharibiwa na mikono ya viumbe. Lakini Qur'ani na imani ya Kiislamu wanasema vitabu vya Mungu vya kale viliharibiwa. Kwa hivyo ukiwauliza Waislamu, Torati iko wapi? Hatuna. Mnaiamini? Ndio. Sasa mnaiaminije Torati ambayo hamjawahi ona, hamjawahi soma, alafu mnatuambia mnaamini Torati? Basi itakuwa ni uongo. Hamwezi kutuambia mnaamini Zaburi, hamjawahi kuiona, hamjawahi kuisoma. Huo ni uongo, ndugu Waislamu. Sisi tunapoogelea Torati, tuko na vitabu 5 vya Musa. Tunapoogelea kitabu cha Zaburi, tunacho. Tunapoogelea Injili, tunayo. Sasa hapa niko na Qur'ani, tafsiri ya Mayunga hii. Tafsiri ya Mayunga hii, ambaye tafsiri hii ni tafsiri ya dhehebu la Shia. Dhehebu la Shia. Lakini Qur'ani hii imetafsiriwa na aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya, anaitwa Sheikh Abdalla Farisi. Hii ni ya Sunni. Mtafsiri huyu ni wa Sunni na huyu mtafsiri huyu ni wa Shia. Lakini ameweka mambo wazi. Ameweka mambo wazi. Kitu ya kwanza, anaweka wazi ya kwamba Qur'ani ambayo iko mikononi mwa Waislamu kwa sasa ni Qur'ani ambayo imeandikiwa Misri. Yule ambaye ameiandikia Misri aliandika baada ya kuamrisha Qur'ani za zamani kuweza kuchomwa moto. Zilikusanywa zote, alafu zikachomwa moto. Alafu akaamrisha hii iweze kukusanywa aliyokusanya yeye. Na ili isije ikawa ni maneno yangu, naomba niweze kuyanukuu ndani ya Qur'ani hii, tafsiri ya Mayunga. Katika ukurasa wa 600 katika ukurasa wa 600 inasema hivi: kama lilivyotokea hili katika kipindi cha maswahaba, ambapo Uthmani bin Affan alichoma misahafu na akaagiza kwa wawakilishi wake wote kuwa misahafu yote ichomwe moto isipokuwa ile aliyokusanya yeye. Unaposikia msahafu ni jina linalotumika la Qur'ani. Qur'ani inaitwa msahafu. Kwa hivyo kuna misahafu ambayo ilichomwa moto, na ilipochomwa moto Uthmani bin Affan akaamrisha akusanye yake. Uthmani bin Affan wakati anapoamrisha Qur'ani ikusanywe ako Misri. Kuna mahali Muhammad alikanyaga Misri? Hakuna mahali Muhammad amekanyaga Misri. Hakuna mahali Muhammad amekanyaga Misri. Kwa hivyo Qur'ani hii ambayo iko mikononi mwa Waislamu saa hii, hii ni Qur'ani iliyoandikiwa Misri na ikakusanywa na Uthmani bin Affan. Kama kuna msomi yoyote anapatikana East and Central Africa ambaye anaweza kukataa ya kwamba Qur'ani hii haijaandikiwa Misri
na ikakusanywa na Uthmani bin Affan, na akaamrisha Qur'ani au misahafu iliyokuwa imekusanywa huko zamani ichomwe moto. Naomba atokelezee mzima tena mchana waziwazi. Sasa maneno ambaye Waislamu wanasema ya kwamba Qur'ani Allah anailinda, nataka nisome ukurasa wa 656 katika hii Qur'ani. Si maneno yangu. Inasema hivi: Mwana Aisha mkewe mtume. Huyu Mwana Aisha mkewe mtume ni mke wa mtume mdogo. Muhammad alikuwa na wake zaidi ya 13. Na huyu mke wake anaitwa Aisha, alikuwa amemuoa akiwa na miaka 6. Akamuigiria akiwa na miaka 9, huyu Aisha huyu. Sasa huyu Aisha huyu ananukuu mtume ambaye ni bwana yake. Anasema hivi. Anasema katika uhai wa mtume, Suratul Ahzab ilikuwa ikisomwa ikiwa na aya 200. Lakini Uthmani alipoandika msahafu, Suratul Ahzab ikawa hivi ilivyo sasa, yenye aya 73 tu. Je, aya 127 ziko wapi? Jawabu ambayo iko hapa zimepotea. Alafu nyinyi mnatuambia Allah anailinda Qur'ani, Allah ndiye ameteremsha Qur'ani, Allah ndiye anailinda. Allah anailinda Qur'ani gani? Hii yenye kuandikwa na Uthmani ambaye Suratul Ahzab ilikuwa na aya 200, lakini saa hii iko na aya 70. Wanauliza aya 127 ziko wapi? Zimepotea. Sasa mtakujaji mtuambia Allah anailinda Qur'ani. Katika kipengele ba, Mwana Aisha anasema kwa hakika ilishuka aya rajim na aya ya Dhurtul Kabil mara 10. Na ukurasa wa aya hizo ulikuwa chini ya kitanda changu. Mara alipofariki mtume, tukashughulika na kifo chake. Akaingia ndani mnyama wa kufugwa na akaula ukurasa huo. Kama ukurasa wa Qur'ani umekuliwa na mnyama, ukurasa wa Qur'ani umekuliwa na mnyama, Qur'ani nyingine imepotea. Sasa mtakujaje Waislamu mtuambie Qur'ani Allah anailinda? Kitabu ambacho Mungu amekilinda mpaka wa leo ni kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Biblia, kinabeba vitabu vya manabii. Vitabu vya manabii viko hapa, havijaharibiwa. Lakini kitabu hiki cha Qur'ani ni kitabu ambacho hakiwezi kuongoza jamii kwa sasa, kwa sababu sio kitabu cha Mungu na Mungu hana habari na kitabu hiki. Ni story za Abu Nuwasi ambazo ziko hapa, na Waislamu ninawaomba mtakapofuatilia somo hili, kwa sababu nitaendelea na topic hii kwenye sehemu ya pili. Nitaenda kuongelea namna Qur'ani hii ilivyokusanywa, namna Qur'ani hii ilivyoandikwa. Ndivyo utaona ya kwamba hakuna mahali Mungu anapopatikana kwenye uandishi wa Qur'ani. Mubarikiwe.